inabadilishwa, inatuleta taarifa nyingine, hasa wale ndugu zetu. Sasa na nifanya mimi nishinde kuona kwa haraka nani mkorofi yani katika hawa jamaa wawili, japo mwanzo wakati anazabwa mfululizo anazabwa huku na huku, nikaona kwamba huenda yeye ndio anayeonewa, lakini sasa kwa kinachoendelea nahisi kama vile labda yeye ndio mkorofi. Sababu huwezekani uwaambie watu kwamba haya sawa, basi tumemaliza utata, tunafungua njia, pitisheni bidhaa zenu, alafu watu wakipita tena unakuja unalipua. Tulikuwa nazungumzia issue ya Marekani na Iran. Okay. Kwenye ule mfereji wa kupitisha mali pale. Sasa tulizungumza shu moja. Jeshi la Marekani linasema kwamba halitaondoa wanajeshi wake pale kwenye mfereji wa Hormuz mpaka wakubaliane kutoka kwa Trump. Lakini wakati huo pia Iran nao wanasema kwamba wapo imara na wamejiandaa kwa lolote. Yaani wao kama mbwai basi endelee kuwa kama imeharibika endelee kuharibika, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa nchi yake haitaondoa kizuizi ilichoweka kwenye bandari ya Iran hadi pale makubaliano rasmi yatakapofikiwa na serikali ya Tehran. Akizungumza kupitia ukurasa wake wa Truth Social, Trump amesisitiza kuwa hatua hiyo inaathiri vibaya uchumi wa Iran, akidai kuwa Marekani ipo katika nafasi ya ushindi mkubwa kwenye mzozo huo. Shaona, kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na hali ya sintofahamu kuhusu uwezekano wa kuendelea kwa mazungumzo mapya ya amani kati ya pande hizo mbili. Ingawa kuna makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yanayotarajiwa kukamilika Jumatano ya wiki hii, bado haijathibitika kama awamu ya pili ya mazungumzo itafanyika kama ilivyopangwa nchini Pakistan. Wakati huo hatua kali za usalama zimeimarishwa katika mji mkuu wa Pakistan kuelekea mkutano huo. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anayetarajiwa kuongoza ujumbe wa Marekani bado hajaondoka Washington, huku upande wa Irani ukieleza kuwa hautachukua uamuzi wa mwisho kuhusu kushiriki mazungumzo hayo. Si ushanifahamu hapo? Wao Irani wanasemaje? Irani wanasema kwamba mvutano unaoendelea kuongezeka huku muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Israeli na Irani ukikaribia kuisha bila ya dalili ya wazi za kuanza kwa mazungumzo mapya ya amani. Spika wa bunge la Iran amesema kupitia mtandao wa X kwamba taifa hilo limekuwa likiandama mkakati mpya kwa ajili ya uwanja wa vita katika wiki mbili zilizopita, akisisitiza kuwa halitakubali kufanya mazungumzo chini ya vitisho. Kwa upande mwingine, Rais wa Marekani Donald Trump amekanusha madai kuwa anakabiliwa na shinikizo la kufikia makubaliano mapya. Wakati huo ripoti kutoka vyombo vya habari vya Marekani vinaeleza kuwa makamu wa rais J.D. Vance anatarajiwa kusafiri kwenda Pakistani kwa mazungumzo ya kidiplomasia yanayolenga kupunguza mvutano huo. Katika eneo la Ghuba, hali imeendelea kuwa tete baada ya Marekani kuimarisha ulinzi katika mlango wa Hormuz kufuatia kukamatwa kwa meli ya mizigo yenye bendera ya Irani, huku kila upande ukituhumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha kwa mapigano. Wakati huo juhudi za kidiplomasia zinaendelea kwingineko, ambapo duru ya pili ya mazungumzo kati ya Israeli na Lebanoni inatarajiwa kufanyika Alhamisi, kulingana na afisa mmoja wa Marekani, ambapo wao Marekani wametuambia Jumatano
hawa huku wanasema Alhamisi, na ndio maana wanazungumza kwamba basi tumesitisha, alafu meli mojawapo ikipita au meli zikipita wengine wanazishuti. Shughuli hiyo mpaka sasa kuna juu ya meza yakakubalika kutokea kama yasikubali kutokea. Mpaka sasa tunavyozungumza, Iran hawaja confirm kama watahudhuria mazungumzo ya amani ambayo yamepangwa kufanyika Islamabad pale nchini Pakistan, na taarifa hizo anazitoa waziri wa information broadcasting wa taifa hilo Bwana Ataullah Tarar, na anasema mpaka kufikia ndio hii ndio tunazungumza hapa kwamba bado Iran haja confirm kama ataenda juu ya meza na kukubali kufanya mazungumzo ya aina yoyote. Na mpaka sasa kinachoonekana ni kwamba mwisho wa mapigano ni Jumatano, ceasefire. Yaani kwamba tusipigane mpaka Jumatano ndio kesho. Kwamba baada ya Jumatano tusipigane kwanza, tutulie, tusimulie Jumatano. Tuongee. Tushapigana mara ya kwanza, sasa tuongee. Sasa na shida ndio inakuja hapo. Kwa mtu alopigwa, mtu alopigana. Sijui maana mpaka sasa hivi hakuna mtu ambaye amekubali kwamba kapigwa. Si Marekani, si Iran, si Israel, si yoyote yule. Kwa hiyo tuseme walopigana walikubali kuyafanya mara ya kwanza kwa kishingo upande mazungumzo hayo ya amani, lakini hivi sasa tunavyozungumza bado hakuna ambacho kinakwenda kutokea. Huku rais wa Marekani anasema kwamba kama hakutafikia makubaliano aina yoyote juu ya mazungumzo hayo, basi yeye anasema tutegemee mabomu. Mabomu. Wakati Iran wao pia wanasema wao mkono wao mmoja upo kwenye kifyatulia risasi. Washajiandaa muda. Kwa upande wa Marekani wao, makamu wa rais JD Vance anaweza kasafiri kwenda Pakistan siku ya leo. Wameconfirm hivyo. Lakini kwa upande wa Iran bado hakuna mtu ambaye amesema kwamba atapeleka mtu wote ambaye anaweza katoka kutoka Iran kwenda kule. Na JD Vance anatajwa kwamba anaweza kazungumza na bwana Ghalibaf ambaye alizungumza mara ya kwanza, lakini tangu kama vile Vance kulibutua ile kujaribu kwenye mitandao ya kijamii, kuna maneno aliyatoa labda inawezekana akaja President Trump mwenyewe kwenye meza ya mazungumzo. Hatujui mpaka sasa, lakini Marekani wamethibitisha kwamba watakuwepo. Iran nani anaenda ijulikani. Kwa upande mwingine pia angalau watu wanatamani wakione kwamba baada ya mazungumzo ya leo inavyoonekana hizi simu zinazopigwa kama kuna mazungumzo mengine ya nyuma yanaendelea nyuma ya pazia. Issue ni kwamba hakuna hata mtu mmoja ambaye anataka matakwa yake yapuuzwe kwa hali iliyopo hivi sasa. Marekani anachokitaka, Iran hakitaki. Na sio kwamba Iran hakitaki tu hata kidogo, hakitaki chote. Na ambacho anakitaka Iran, Marekani hakitaki chote. Yaani kila mmoja anataka la kwake kama lilivyo lipite. Huku la mwenzake hata moja lisipite. Sio, unaelewa vizuri? Yaani hali ndio iko hivyo. Yaani wanaingia kwenye meza mazungumzo, kila mmoja kishatoa msimamo wake kwamba mimi matakwa yangu sitaki. Alisema Trump kwamba yeye sio kwa 95% au 90%. Anasema ni kwa 100%. Demand zote ambazo Marekani anazitaka Iran hazikubali. Wakati huo Iran anasema achana na hizo demand, hata kuongea na wewe tusitaki. Sio, unaelewa hali inayoendelea? Kwa mpaka kufikia hatua hii ya kuwasubiria tena kwa mara nyingine kabla ya ceasefire kesho kumalizika kwa mazungumzo ya mwisho, ni watu wanajaribu kuangalia mwisho wa siku tufikie makubaliano ya mazungumzo, kwa sababu hali ikiendelea hivi ni mbaya kwa watu wote. Ni mbaya kwa uchumi wa dunia, inamgusa kila mmoja, lakini zaidi tunaizungumzia namna gani ambavyo structure ya military na kuwa superpower dunia itakavyokwenda kubadilika kama ikitokea Iran akitoboa au Iran akishinda mgogoro huu, kwa maana ya kwamba Iran kila ambacho takitaka kikapitishwa either kwa ceasefire ama kwa kuendelea kupigana vita hivyo hivyo, au Marekani akishinda kwa namna yote ile hiyo kwa ceasefire hivi dili ikafikiwa, ama kwa kumzabua Iran mpaka Iran akubali kuweka silaha chini. Vyovyote vile atakayeshinda hapa anabadilisha platform ya nini maana ya kuwa superpower na nini maana ya kuwa na military yenye nguvu zaidi duniani, kwa sababu tunapoelekea au tutakapoelekea historia itakuja kutuhukumu. Kama Marekani akifanikiwa kwenye hili na akamsambaratisha kabisa Iran, maana tunazungumzia Middle East, ni kama vile Marekani atakuwa anakwenda kukamilisha interest zake katika upande huo Mashariki ya Kati, kwa sababu mpaka hivi sasa tayari kuna mataifa ambayo Trump ametamka kabisa hadharani akihitaja Saudia kama ni taifa ambalo linamsupport sana kwenye jambo hili.
kwamba Saudi anapiga naye bega kwa bega dhidi ya Iran, na anasema ni mtu ambaye anamsaidia sana, na kuna stories za chini chini kwamba kuna msaada au afueni ya kiuchumi ambao Marekani anaweza kumpa Saudia kama mambo yakizidi kuharibika, akampa afueni ya kiuchumi ili kumsaidia uchumi wake Saudia usidondoke. Sasa ukienda mbali zaidi ya interest hiyo, unakuta kwa nini Saudia kaingia kwenye mgogoro na anamsaidia Marekani, ni kwa sababu kila mmoja anataka kuwa sehemu, anataka kuwa superpower wa Middle East. Huwezi kuwa na Saudia na Iran na kimbizana kwa pamoja, kwamba kila mmoja ni boss. Hapo pia tunazungumzia itikadi mbili tofauti kabisa za kidini. Sio Sunni tu, unazungumzia Wahabi dhidi ya Shia. Sio, unanielewa vizuri mwalimu? Kwa hiyo unaona mgogoro jinsi ambavyo unazidi mizizi yake iko very imeingia deep. Wakati huo pia Israel anamendea kwenye mgogoro. Yupo akitafuta interest yake, amini kwamba kimzabua Iran pale hakuna bosi yoyote wa Middle East ambaye atambusa, kwa sababu tayari Saudia ana ushirikiano na Marekani, na Marekani ndo shosti yake na Israel. Kwa hiyo Saudia haiwezi kumsumbua Israel sehemu yoyote. Mbisha lobakia ni Iran. Sasa Iran anapata wakati mgumu kwa sababu kuna baadhi ya mataifa ambayo yamekaa strategically yanakana msupport Marekani. Na kuna namna inamuia ugumu, sisemi kwamba ni ngumu wake kutoboa la, ila kuna namna inamuia changamoto fulani kwenye mazungumzo, na ndio ambayo Trump anajipa nayo nguvu, akiamini kwamba nguvu ya kijeshi aliyokuwa nayo na washirika wake wanaweza kumtosha kumsaidia, huku akisema hadharani kwamba NATO hawana msaada na yeye, na anakuambia hata siwategemei na wao polisi kuja kumlilia, ameita chui wa karatasi. Yani wale NATO kama chui wa kwenye karatasi. Nahisi kama Trump angekuwa Tanzania angekuwa sio sana taarabu. Unakumbuka taarabu ni kwa kwenye karatasi au jogo nini ile? Kwa kuchora. Yana kwa sasa ni chui wa kuchorwa. Yaani Trump angekuwa sana. Lakini pamoja na hiyo, sasa mustakabali uliofika mpaka hivi sasa ni kwamba tunasubiria mazungumzo yanafanyika pale Islamabad, Pakistan. Mazungumzo kama yatafanyika, kwa sababu Iran asipokwenda juu ya meza kwa mara hii nyingine, maana yake Iran anaendelea kuisha msimamo wake kwamba hataki mazungumzo na yote, na anaamini kwamba anashinda hii vita. Na Iran anasema mpaka hivi sasa mkono wake kama tulivyosema upo kwenye trigger. Muda wote sasa yote analibutua. Na anasema pia ana mpango mpya na mkakati mpya wa kufanya mashambulizi. Kwa hali jinsi ilivyo, hali jinsi inavyokwenda, unaona kabisa kama vile bado kuna kagiza fulani hivi mbele. Ijapokuwa tunajipa moyo kwamba simu zinazopigwa za mazungumzo ya nyumba hivi sasa, kuna mashirika ya ujasusi duniani sasa hivi anaenjoy sana, au anakuwa kwenye pressure kubwa sana kutaka kusikia simu za watu hawa wale wanaongea nini, kwa sababu inabidi ujue wanaongea nini ili na wewe uanze kujipanga mapema kutengeneza interest zako. Sio, unaelewa vizuri? Na wakati wa delegates wa US na delegates wa Iran wanazungumza, au hizi ikulu mbili zinazungumza, au viongozi huko na huko wanazungumza, kuna watu wanatamani wasikie ile mazungumzo. Na najua asilimia ya Israel anajua kile kinachozungumzwa. Yaani Israel yuko hapo pembeni ya hizo nini kinasemwa, ili ikupe picha mayai yangu naenda kuyaficha wapi wakati huu. Na ndo hapo ndio leo tunaposema sasa shida ya vita vya dunia, mgogoro unaanza hivyo. Sasa unasikia matako ya mtu na interest zake, unajua sasa hizo zidana za kwangu, huyu akitoboa kwenye hii mimi kanimaliza. Wewe pia unageuka mtafuta wako hapo sasa, wewe mwenzako uko wapi? Bwana China njoo. Bwana Urusi pale. Bwana mimi huku. Bwana mimi kumjie kushtuka, nchi imejigawanya kwenye makundi yake. Kwa sababu mataifa yamejigawanya. Kwa sababu hii vita kama vile vita vya mtaani vya watu wawili, afu kila mmoja ana kikundi cha wauni nyuma yake. Wauni huyu wakaja, wauni huyu wakaja. Mazungumzo yakashindikana, wakaanza kupigana. Sasa imagine kwa ngazi ya dunia. Kama tu ya mtaani ndio vile. Watu wanaumizana nini na vitu kama hivyo. Alafu imagine sasa kwa ngazi ya dunia kwamba mataifa yanaungana kupigana vita upande huu na upande huu. Hatuombei ifike huko. Na matumaini makubwa tunaona ni kwamba angalau matunda ambayo tunaweza tukasema anaweza katokea kwenye mazungumzo ya awali kabisa, kwamba wanasema nyota njema inaonekana asubuhi. Nyota njema yetu ambayo tunasubiria kuiona kwanza kabisa ni kile kikwazo cha majini ambacho wamekiweka Marekani. Sizungumzi majini wale wa Subiani na Makata tukashtuka. Wale majini afu ndio za support hapo. Majini na majini wakali wewe. Yani wametumia meli za kijeshi. Naval blockade. Yani ni kizuizi cha kijeshi kwa kutumia meli za kijeshi. Kuna eneo wamelitenga na wao. Si kwamba hapa ndo mnakuja kuchukulia mafuta. Na mnasema hapa mpitisho kwa sababu sasa tunapofunga kote. Wanaokuja sio wataanzia kwetu afu watakuja kwenyewe, mtaamua pita au wasipite. Lakini siku anza tunawapiga marufuku. Na maana yake nini? Sio tu mtashindwa kuuza mafuta, hadi vitu vingine viingii kwenu. Kwa kadri sisi tunazidi kuifunga, yenyewe mnazidi kuumia na njaa, mnatumia mpati msaada. Hata kama mtapata soko asilimia hiyo 100 ambayo mko mnaipata mwanzo, mko tayari kushika. Na hawa pia kumbuka, hao walopigwa wamepigwa kweli kweli. Ndio kusema
ukiwa nje ndio unaweza ukasema unaweza usielewe kinachoendelea. Ichukue tarehe 29, lakini tarehe 29 ichukulie sisi kwa sisi. Kuna mtu anatupiga. Sio, unaelewa vizuri? Yaani ile kwa tunasikia sio marisasi, sio mabomu. Ndio mtu anatushambulia sasa. Ndio mtu sasa anatuzaba sisi. Na wakati huo tayari kasha eliminate karibu uongozi wetu wote. Yaani kuanzia ngazi za juu kule, hapo sasa kwenye nchi ya kusadikika. Ndio sababu tunamwambia rais, nchi nyingine sasa hapo ndio viongozi wa juu wote washapigwa mabomu na marisasi, wameuawa. Waliopewa nafasi waliopo wenyewe pia kwa mafichoni, hata kuonekana waonekani. Hakuna bidhaa zinazoingia, yani ni hivyo, yani hali ndio iko hivyo. Na sio kipigo kidogo au cha muda mfupi, tunazungumza miezi na miezi, mwaka unaenda kuisha ujue. Mwaka unaenda kutama tangu alipoanza Iran na Israeli wenyewe mpaka Marekani anakuja kuingilia. Mpaka sasa hivi tunaenda kutafuta period ya mwaka mzima. Mtu anapigwa tu. Situation ile imagine unakaa nao kwa mwaka mzima afu ni wewe unapigwa. Yaani kwamba sisi kwa pande zetu tukaelewana, ni mtu kutoka nje na kubabua. Umepoteza ndugu, jamaa, marafiki mpaka viongozi wenu. Imagine afu mtu anawaambia njoo mezani tuzungumze, afu tunataka hiki na hiki mkikubali. Hiyo kwa upande wenu mnakubali? Sasa kwa hichi kitu kiko very delicate. Watu kuna watu wanachukulia poa, ndio kwa sababu ya human nature. Tuna cope kwa namna hiyo kwamba tatizo tunalidogoisha ili uweze kufikiria vizuri. Ukisema unafikiria kwa ukubwa unajipanikisha ujue. Kwa hiyo shusha level kidogo. Kwenye kulishusha level sasa kumtani. Kwa hiyo sisi tunachukulia poa sana hivi vitu. Tunatalia hapa kwenye bei za mafuta. Tuseme watu wanasema wanatumia vyombo vya mafuta ambavyo vile mafuta sana. Wanadai kwamba hata kipana tu ina shida siku madunda. Unasahau kwamba kuna mahitaji yako mengine ya msingi zaidi ya gari. Gari ulitafuni, gari sio dawa. Sio, unaelewa vizuri, gari sio chakula, sio dawa. Sio, unaelewa vizuri. Gari sio nguo. Sio, unaelewa vizuri, gari sio mshahara. Yaani kuna vitu vingine vingi ambavyo vinapanda ambavyo unaona vitumia. Katika wanyama tofauti na wewe tu gari yako kusafiria. Yaani kupanda kwa mafuta sio kwamba itakuseva kwenye gari, matumizi ya gari tu. Itakuharibu pia, itakuharibu kwenye mipango mingine pia. Ambayo itakulazimu pia uweze kupata maji ya shilingi 500 sasa hivi. Achilia mbali ya shilingi 600. Yes, na ni kweli. Sio gari hilo. Sio gari. Ushanaelewa vizuri. Duniani katika wanyama wote, viumbe hivi vilivyo duniani, kuku. Huyu kuku ndiye mnyama ambaye au ndege ambaye ndo amewazidi binadamu kwa wingi. Yaani kati ya binadamu na kuku tuna kuku wengi kuliko binadamu. Tuwekee uzazi wa mpango. Na ni kwa sababu ya ufugaji, yaani biashara ya ufugaji. Kuku ni kama chakula, commodity. Na kuku unajua ni alama hadi ni status ndio kwenye jamii. Inatenganisha ile tofauti kati ya walionazo na wasionazo. Hata ukizungumzia utumiaji wa fedha ama utumiaji wa starehe unamrifaa kuku, kula kuku kwa mrija. Sio, unaelewa vizuri? Na ni mnyama common. Yaani yupo, si hakuna, is a common. Yaani ni ndege, hakuna sehemu unayoenda wasijue kama kuku ni ndege yule analiwa. Watu wabeheshimu sana kuku. Mheshimu sana yule ndege. Lakini sasa kwa nini nimesema natoa mfano wa kuku na ukomoni wake na upatikanaji wake? Kuna taifa ukienda, hela yake ya mwisho kwa thamani. Kwa mfano Marekani $100. Si ndiye? Dola kubwa $100. Sasa tufanye hivi, kwa mfano ukienda Marekani, ukiwa $100 huwezi kupata kuku. Ukiwa $100, tuchukulie mfano. $100 ni nyingi. Kwa madafu yetu kibongo tunazungumza laki na vichenji. Si ndivyo? Noti ya mwisho wa mwenzetu Marekani. Afu imagine uko Marekani sana $100 upate kitu ambacho unapata kuku wengi sana kwa $100 Marekani by the way. Si ndio? Kwa sababu kwenye matangazo unaona hadi kwenye hiyo migawa yao ambayo iko hapa tulihitaji $16, $5, $8, misosi $12. Kwa $100 ile misosi unanunua kama unanunua ngapi? Wa kutosha. Kama $12 ile plate. Kama tuseme pia plate nzima $20. Kwa sababu utapata ile kuku si mabaga na hapo tunazungumza tu kuku pekee yake. Tunazungumzia hapo msosi full. Achana ile kuku kama kuku ambaye hajapikwa hajafanya nini. Huyu kashapikwa ambaye kuna masaga yote. Unampata combination yote hiyo. Tuchukulie $20. Afu ile kubwa ni $100. Kwa unapata portion hizo 5. Yaani wenzetu unaweza kupata chakula hapa kimetengenezwa na huyo kuku kwa mbwembwe zote, ukapata portion 5 kwa kutumia lao kubwa zaidi. Kuna taifa ukienda, ukichukua lao kubwa zaidi, ukipata portion 5 za kuku na chakula chake. Kwa lugha nyepesi, chukua 10 kanunue portion 5 za kuku na chakula chake. Hata kuku wa robo kwa 10,000 upate plate 5. Unakuta plate shilingi 2,000 tumekadiria. Kwa chips kuku shilingi 2,000. Hamna hiyo. Kuku
huwezi kumudu kwa hela ya mwisho kabisa ya taifa lako. Yaani kipimo cha mwisho cha ukubwa wa hela ndio hiyo noti. Halafu huwezi, ili wewe jamaa mmoja anazungumza by the way kwenye mitandao nimeona TikTok, huyo mjomba analalamika. Anasema shilingi 10,000 upate kuku. Huyu kuku, yani huyu kuku huyu alirudia kuku kama mara 10. Sio, unaelewa vizuri? Yaani ili upate kuku hela yako ya mwisho inabidi ukachange nyingine kama hiyo uiongezee nusu yake 15,000 huko ndio upate kuku. Sijakwambia mzima sasa hapo na manyoya yake. Tunaelewana vizuri mjuba? Ikifika stage hiyo, lazima ujiulize mara 10 ni mbaya, yani hali inakuwa mbaya. Sasa huwezi kusema tu mimi gari yangu natumia mafuta kidogo, kwa hiyo vitu vya vinsumbui, mafuta yanasumbui, wakati kuna bidhaa ambayo ni ya kawaida kabisa kwenye maisha, yani ni kitu cha kawaida kabisa, ila kwa mwisho taifa hawezi kunofu kwa comfortable. Kwa hiyo situation ni mbaya kwa dunia nzima. Sasa hatuombei hii hapa, hata watu wajabutuana wengi. Ni nchi tatu zinapigana hapo, na wengine wanajificha nyuma ya pazia ambao wataka wajulikane, Saudia support na mataifa mengine. Lakini angalia cha moto tunachokipitia dunia nzima. Angalia hali jinsi ilivyobadilika dunia nzima. Kila mmoja anaficha utajiri wake, kila mmoja anaangalia interest zake, maslahi yake, na mwisho wa siku tunachotopoza kama binadamu ile kuwa selfish. Kwa hiyo isemasti mgogoro ufikie mwisho, ufikie tamati, kwa sababu inapoelekea sasa mambo yatazidi kuwa magumu. Trump yeye anasema yuko tayari kubutua, yani yuko tayari na mabomu. Yamekaa hapo. Yaani yeye kwenye swala la mazungumzo msimchanganye. Hand to the tiger. Hand to the tiger. Na mpaka sasa Ataullah Tarar, waziri wa Pakistan, anasema juhudi za dhati kabisa zimefanywa kwa convince uongozi wa Iran kushiriki katika raundi ya pili ya mazungumzo. Mpaka sasa mazungumzo bado efforts zinaendelea. Iran mpaka sasa haijaamua, ipo kati na kati. Sio, naelewa vizuri. Na mzungumzaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, anasema kwamba maamuzi bado hayajafikiwa kama Iran watatuma msafara kwa Islamabad kwa ajili ya mazungumzo mapya. Anachodai kwamba walikwenda kwenye mazungumzo haya mara ya kwanza wakiwa na imani na sense of seriousness, wakiwa wako serious na imani kwamba tunataka kuzungumza. Unajua kwamba tukazungumze bwana, tuweke silaha chini, watu zungumze, watu wakawa serious kwenda. Lakini anasema unaenda pale watu hawakuonyeshi userious wala hawana imani ambayo umeibeba. Jumatatu tutakutana saa 4 asubuhi. Leo bwana katoka. Na unajua kesho Jumamosi. Jumatatu inafika, upo hisi. Watu walikuwa serious wamekufuata. Mara pili wanakutafuta serious. Sio, naelewa vizuri. Kwa hiyo wanachokipitia Iran. Kwa hiyo maana wanasema wao mpaka sasa wanabadilisha msimamo wao mpaka sasa, yani hao Marekani. Na anasema mpaka sasa wanacheza, wanafanya makosa ya kivita, wamefanya jinai za kivita, alafu wanaziletea maigizo jinai hizo za kivita. Wanahamahama. Kwa sababu nyundo ambazo wanazipiga Iran juu ya meza, Marekani anarukaruka za moto. Kwa sababu picha linaanza tu, nyundo ya kwanza kabisa ile maarufu ile ya gharama zote kipindi hiki meli zimesimama mtulipe. Marekani anachanganyikiwa. Piga hesabu, unachanganyikiwa. Watu kwa nini Iran yuko serious na ile jambo juu? Nilipe. Na nataka yalipwe. Nilipe. Programu yangu usiingilie. Nitapunguza, lakini sio kwa kiwango hicho unachotaka wewe. Kwa asilimia hizi tu nitaendelea na mambo yangu. Sasa unajua hivi vitu wanavyosema Iran yuko serious, yani yuko achekeshi. Na kwa upande wake na make sense. Yani ile siri iliyochorwa wao kwa 9 kwake na make sense kwa sababu ya vitu walivyofanyiwa, watu waliouawa, hasara walioingia. Yani si tulika siku 3, huyu ndo anamaliza mwaka kwenye hali ile. Utamwambia nini kwenye mazungumzo? Wakati huo Marekani anategemea kwamba sio mtu alompiga. Sasa ndio bado kushamchapa mtoto. Ndio mtume maji, ulete chakula. Ndio Marekani anahisi hivyo kwamba ana nguvu ya kumtumatuma Iran. Akiamini kwamba tisho lake la kumpiga linaweza likafanya kazi, au kwenye hii vita kiingia kupiga atashi. Na Iran mpaka sasa anajaribu kuonyesha na kumwambia kwamba wewe unataka vita, siji. Kwenye hao mazungumzo yenyewe. Kesho si Jumatano, tukutane Jumatano kama ulivyosema. Sasa hapo kuna zile simu za mwisho bwana, ndio anachokingeikia hapa waziri wa mambo nje wa Pakistan bwana Tarar. Na nahisi huyo bwana ilisakata alikisha na staafu. Kachoka. Kachoka kwa sababu hizi ziko na kuzivia kwa